Marekani hakuna rangi wanaacha kuona kwenye karne hii ya 21. Kila taifa sasa hivi linataka kumuonesha Marekani kwamba watu wamekuwa, wametoka kwenye utegemezi, wametoka kwenye uoga. Sasa mataifa mengi yanasimama kama mataifa ambayo yapo huru. Mataifa mengi sasa hivi hayataki kusikia kitu kinaitwa uhuru wa bendera. Sasa hivi yanataka uhuru wa kiuchumi, yanataka uhuru wa bendera, uhuru wa mawazo, uhuru wa mipango, uhuru wa teknolojia, uhuru wa elimu na uhuru wa kufanya jambo lolote lile. Miaka ya nyuma mambo hayo yalikuwa hayawezekani. Marekani ndiye aliyekuwa anazungumza dunia inatakiwa ifanye nini, inatakiwa ifanye wakati gani na kwa nini ifanye. Lakini kwa nini isifanye jambo fulani walikuwa hawaambiwi. Yaani ulikuwa unaambiwa tu hutakiwi kwenda sehemu fulani. Ukiuliza kwa nini sitaki kwenda sehemu fulani, wanakuambia Marekani amesema hutakiwi kwenda sehemu hiyo. Sasa Rais wa Marekani Donald Trump unaambiwa sasa hivi ameingia kwenye kikaango kingine kipya. Wabunge wa Marekani wanaye mpango wa kupiga kura wiki ijayo juu ya mswada wa War Powers ambao unalenga kumzuia Rais Donald Trump kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran bila idhini ya bunge. Wabunge kutoka Democrat pamoja na wachache ambao wanatoka Republican, ikiwa ni pamoja na Senator Tim Kaine pamoja na Rand Paul, wamewasilisha azimio la Senate kuzuia uhasama dhidi ya Iran isipokuwa idhini rasmi ipatikane. Kwenye baraza la wawakilishi, mbunge Ro Khanna ambaye anatoka Democrat na Thomas Massie anayetoka Republican wanapanga kulazimisha kura wiki ijayo ili kuwajibisha bunge kupiga kura ya kumzuia bwana Donald Trump. Kauli za wabunge hao zinakuja wakati Marekani wakiendelea kupeleka manowari, ndege za kivita na wanajeshi karibu na Iran, huku Donald Trump akionyesha uwezekano wa hatua za kijeshi. Mazungumzo ya nyuklia ambayo sio ya moja kwa moja kati ya Tehran pamoja na Washington yalifanyika kwa duru mbili. Duru ya kwanza ilifanyika nchini Oman na duru ya pili ilifanyika nchini Switzerland, lakini mazungumzo hayo yote hayakuwa na matokeo tarajiwa kwa taifa la Marekani. Sasa moja ya wanadiplomasia ambao wanatoka Iran ametoa ufafanuzi kuhusu mazungumzo kati ya Iran pamoja na Marekani. Huyu ni moja kati ya watu ambao wana taarifa za ndani sana kutoka Iran, ambaye pia anahusika katika mazungumzo kati ya Iran pamoja na Marekani. Amezungumza kwamba kile ambacho kimejadiliwa kati ya Marekani pamoja na Iran ni kwamba Iran wametia ngumu, Iran wameweka uzibe kukubali kile ambacho kinazungumzwa na Marekani. Kwanza, uranium ya Iran ambayo imerutubishwa kwa kiwango cha juu inayofahamika kama HEU haitaondolewa ndani ya taifa la Iran. Hayo ni mazungumzo ambayo yamefanyika kati ya Marekani pamoja na hiyo Iran. Lakini pia ni kwamba taarifa ambazo zinaenezwa kuwa Iran imependekeza kusimamisha urutubishaji wa uranium kwa kipindi cha miaka 2 hadi 3 sio za kweli. Iran itaendelea na biashara yake. Kuhifadhi nyenzo za nyuklia ndani ya nchi kwa kiwango chochote cha urutubishaji ni moja ya vipaumbele vikuu vya Iran. Ni mazungumzo ambayo Iran wameyataka. Iwapo makubaliano yatafikiwa, nyenzo hizo za nyuklia hakika zitapunguzwa kiwango cha yani kwa maana ya zitarutubishwa katika kiwango ambacho sio kama inavyofanywa sasa hivi. Lakini pia kuhusu pendekezo la kuanzishwa kwa muungano wa kikanda wa urutubishaji kwa ushirika wa Iran, mwanadiplomasia huyo anasema hivi: kwa sasa suala la muungano huo halipo kwenye ajenda ya mazungumzo, na katika mazungumzo ambayo yamefanyika mjini Geneva, suala la kutokuwa na urutubishaji kabisa kwa maana ile zero enrichment limeondolewa, na upande wa Marekani umekubali kuwa mjadala unatakiwa kuzingatia mahali pa kurutubishia, kiwango cha kurutubisha, idadi ya mitambo ya urutubishaji ili kuweza kufikia mwafaka. Licha ya uharibifu uliotokana na vita ya siku 12, uwezo wa urutubishaji nchini Iran bado upo, na sasa hivi unatajwa kwamba umeongezeka kwa kiwango kikubwa zaidi. Ndio maana nilianza nikasema kwa hivi sasa ni kama Iran wenyewe wanaionyesha tena dunia kwamba sio tena kupokea orders zinazotoka Marekani, ila watu sasa hivi wameamua kusimama kwa miguu yao. It's like mtoto aliyekuwa anatambaa. Kuna wakati nafikia anasema I just want to stand at my own feet. Ndicho ambacho kinatokea. Yaani ukijenga picha ya haraka haraka ni kwamba ni mataifa tu machache sana duniani ambayo bado yameamua kuwa chini ya mwamvuli wa taifa la Marekani. Na yenyewe ni kwa sababu inawezekana hayajajifunza namna ya kusimama kwa miguu yao wao wenyewe. Sasa
Ukiangalia kile ambacho kinafanywa na Marekani sasa hivi kule Iran, ni kama Marekani wanataka kuileta ile Great Israel, yani to make Israel great again. Kule si wanasema to make America great again. Sasa kwa upande wa Mashariki ya Kati kuna mpango unaitwa make Israel great again. Sasa Marekani hawafanyi maandalizi haya yote kwa lengo la kuiangamiza Irani peke yake, la hasha, utakuwa unajidanganya. Lakini wao wanachokifanya ni kwamba wanakusanya silaha nyingi karibu na nchi za Kiarabu kwa lengo la kudhibiti ulimwengu mzima wa Kiarabu. Kwanza, Marekani wakishambulia Iran, basi itazishambulia pia au itazitishia Saudi Arabia, wataenda Dubai, wataenda Syria, wataenda Misri na Qatar, zote kwa pamoja, kwa kiwango ambacho kukataa haitakuwa tena ndani ya uwezo wao. Kwa hiyo hata ukiona sijui wa Qatar, ukiona sijui wa Saudia, ukiona sijui wa Dubai, sijui wa Syria, ukiona hawasimami na Iran, ni kwamba hawafahamu mipango ambayo inapangwa na Marekani. Na hapa baada ya kuwa Marekani amefanikiwa kudhibiti maeneo hayo yote, ndio itakuja hiyo make Israel great again, the great Israel, ambayo itaundwa na utawala kamili utakuwa sasa upo chini ya Wayahudi. Nchi za Kiislamu hazilitambui hili, zinadhani kuwa Irani pekee ndio ambayo inalengwa na kwamba zenyewe zitaachwa salama. Yani hapa wanatakiwa kufikiria nje ya box. Sisi tunawasanua. Hili haliwezekani. Kwa nini? Haziwezi zikaokoka kwa sababu tayari silaha na wanajeshi wengi wamekusanywa ndani ya kambi zao wenyewe, kiasi kwamba hakutakuwa na haja ya mashambulizi kutoka nje. Yani hapa naomba nifafanue vizuri. Marekani sasa hivi wanapeleka wanajeshi, wanapeleka silaha, wanapeleka makombora, wanapeleka teknolojia, wanapeleka internet kwenye hayo mataifa ambayo nimekutajia. Walipeleka Syria kwa sababu walimuondoa Bashar al-Assad, wakamweka pandikizi lao. Qatar, Iran, Qatar, Marekani ana vituo vingi sana ambavyo ni vya silaha za maangamizi nyingi sana. Lakini pia ukienda maeneo kama Saudia, Marekani amekwisha kuwekeza kule. Ukienda Misri ndio usiseme. Ukienda Dubai ndio usiseme. Maeneo hayo yote kwa sasa hivi yanajiona kama yako salama. Kwa sababu gani? Kwa sababu Marekani yupo upande wao, na yameruhusu Marekani apeleke silaha, apeleke wanajeshi, apeleke makombora, apeleke kila aina ya takataka. Sasa kitakachokuja kutokea baadaye ni kwamba Marekani atakuja kuyakontrol hayo mataifa yote, na atayakontrol kiurahisi kwa sababu tayari watu wake watakuwa wapo katika mataifa hayo. Kwa hiyo hawa watu waliopo Mashariki ya Kati na hawa Waarabu wanatakiwa kulielewa hili kabla hawajachelewa. Kwa nini? Baada ya kauli ya balozi wa Marekani anayefahamika kama Mike Hobbs kwamba iwapo Israel itapata udhibiti wa eneo kutoka mto Nile hadi mto Frat, hilo litakuwa jambo ambalo linakubalika, kwamba Mungu amelipatia taifa la Israel ardhi hiyo na lina haki ya kulitawala eneo hilo. Sasa nia zao zimekuwa wazi. Kwa hiyo sijui kama mnanielewa. Nimejaribu kuwafafanulia vizuri ili watu angalau muwe mnaelewa kwamba Marekani anatumia akili nyingi sana. Marekani anakutengenezea mgogoro wewe na jirani yako. Akisha kutengenezea mgogoro wewe na jirani yako, halafu anakuja anatengeneza urafiki kati ya jirani yako na wewe ambaye umegombana. Wewe unaanza kumuona yule jirani yako ni adui. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba utamruhusu huyo Marekani aje nyumbani kwako, atakuwa analala hapo, atakuwa anafanya mishe zako, utamwambia nakupa eneo jenga nyumba, utamwambia sijui nakupa eneo weka viwanda. Kumbe wewe haujui ni kwamba anataka ajiimarishe katika eneo lako ili yule jirani yako asipate support, na mwisho wa siku akija kukuvamia, anakuvamia kiurahisi kwa sababu tayari utakuwa umempa kila kitu ambacho anakihitaji. Hiki ndicho ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Nikasema ndugu zangu muweze kuelewa vizuri. Vita ni tunasema ni kama draft. Yule ambaye anawahi kuuotea mchezo, basi huyo ndiye ambaye anashinda. Vita ni kama karata. Yule ambaye anapata karata nzuri, yeye ndiye atakayeshinda. Ndio maana inaitwa war game. Yani vita ni mchezo wa akili. Ni mchezo wa nani ambaye anatangulia akilini kwa mwenzake. Ukichelewa basi utajikuta wewe sasa ndio unalazimika kuingia kwenye vita wakati wenzako tayari wameshapata maslahi yao. Sasa Iran wenyewe katika eneo hili
wameamua pia kuonesha ulimwengu kwamba wao ni wanaume, na ni wanaume ambao wapo kwenye kundi la wanaume, sio wanaume ambao wapo kwenye kundi la wavulana. Kivipi? Iran wenyewe wamekataa kata kusafirisha uranium ambayo imerutubishwa na kuondoa katika taifa hilo la Iran. Iran wamekataa kuiondoa akiba yao ya kilogramu 300 za uranium ambayo imerutubishwa kwa kiwango cha juu. Wakasema wapo tayari kupunguza kiwango cha usafi wa uranium hiyo chini ya usimamizi wa wakaguzi wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa, kwa maana ya shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa. Unapozungumzia kilogramu 300 za uranium ambayo tayari imekwisha kurutubishwa, maana yake ni kwamba una kilogramu 300 ambazo unaweza ukazitumia kwenye kutengeneza makombora au kwenye kutengeneza mabomu ya nyuklia ndani ya saa 24. Pendekezo ambalo limetolewa na Iran la kwamba wao hawataki kabisa kusikia habari ya wao kuondoa hizo kilogramu 300 ni linatarajiwa kuwa kiini cha ofa ambayo Iran inakusudia kuiwasilisha kwa Marekani katika siku chache zijazo, wakati Donald Trump akitathmini iwapo atatumia mkusanyiko mkubwa wa majeshi ya wanamaji Marekani Mashariki ya Kati kuishambulia hiyo Iran. Na kwa sasa Iran inamiliki akiba ya uranium ambayo imerutubishwa hadi 60%, kiwango ambacho kinakaribia daraja la silaha za nyuklia, lakini iko tayari kupunguza kiwango hicho hadi 20% au chini ya hapo. Hapa hamjanielewa. Ukisikia na kuambia ni kama dhahabu. Dhahabu unapoichimba huwa inakuwa bado hawajaimodify. Baada hapo sio inapita hapa inachoma mpaka baadaye ndio inakuja kuwa dhahabu yenyewe. Kwa hiyo ikishafikia kwenye zile hatua za kwenda kuwa dhahabu, ndio kama unasikia kitu inaitwa uranium ambayo imerutubishwa. Yani imebaki kama step moja tu kwenda kuwa mabomu ya nyuklia au kutengeneza silaha za nyuklia. Tumeona waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas, amedai pia kwamba Marekani haijawahi kuitaka Irani kuachana kabisa na haki yake ya kurutubisha uranium ndani ya mipaka yake. Anasema mjadala umejikita zaidi katika kiwango cha usafi wa urutubishaji na idadi ya mitambo ya centrifuge ambayo itaruhusiwa kufanya kazi. Mapema kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana kwamba hiyo akiba ya uranium ambayo ipo zaidi ya kilogramu 300 ingepelekwa nchini Urusi pamoja na kuunganisha mpango wa urutubishaji ndani ya Iran na muungano wa kimataifa wa nje. Sasa Iran wenyewe wamesema jambo hilo hawalitaki. Na huu msimamo unakuwa ni mgumu. Kwa nini? Unaonekana kuwa mgumu kwa sababu unaonesha uzito mkubwa utawekwa katika kiwango cha ufikiaji ambacho shirika la IAEA litapewa kukagua hivyo vituo vya nyuklia vilivyopo pale Iran. Sasa hili na lenyewe sio lazima tena kupewa ufafanuzi mkubwa zaidi. Tunaelewana tu kwamba Iran ndiyo ambaye anaamua nini ambacho kinatakiwa kizungumzwe kati yake pamoja na Marekani, na sio Marekani tena. Swala la zero enrichment, hilo ni Marekani sahau. Unaposema zero enrichment, yani maana yake Marekani anataka Iran isirutubishe hizo uranium hata kwa 0%. Sasa Iran wamesema wao hilo jambo haliwezekani. Mwanasheria wa Iran ambaye ana mawasiliano ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje anafahamika kama Reza Nasri amesema iwapo Iran itashambuliwa wakati bado kuna uwezekano wa kusuluhisha tofauti za nyuklia kwa njia ya kidiplomasia kwa haki na usawa, mataifa mengine ya ukanda yatafikia hitimisho moja tu kwamba silaha za nyuklia ndio kinga pekee ya kweli dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Hili jambo nimekuwa nikilihutubia miaka mingi sana kwamba duniani hapa acha kurukaruka. Mataifa haya mengine sijui mnaita mataifa sijui yanayokuwa, yaache kurukaruka, yaache kuomba misaada, yatumie rasilimali zao walizonazo kama madini ambayo yanatumika kutengeneza mabomu wanayo, yanayotumika kutengeneza silaha wanayo, wayatumie hayo kwenye kutengeneza wao wenyewe, wamiliki hizo silaha za nyuklia. Duniani hapa sasa hivi ujanja sio kuwa na sijui una migodi mingi, sijui una mbuga za wanyama nyingi. Ujanja ni kumiliki silaha za nyuklia. Mataifa yote duniani ambayo unaona yanamvimbia Marekani ni yale ambayo ama yanamiliki silaha za nyuklia pase au yanahisiwa kuwa yana silaha za nyuklia, kwa sababu Marekani anaogopa sana kitu ambacho kinaitwa nyuklia, kutokana na kwamba amefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye mataifa
mengi sana duniani. Kwa hiyo anahofia, kwa mfano, akisema anataka kuitandika Iran na hajajua vizuri Iran kwenye yale mahandaki amehifadhi hizo uranium ambazo zimerutubishwa tu, au ana pia makombora ya nyuklia ambayo yanaweza yakaitandika, sijui ni Jordan, sijui anaweza kaitandika, sijui ni Qatar, anaweza kaitandika eneo lolote lile. Hili ni eneo ambalo Marekani analiogopa. Sasa kuliko kuwa na ndugu zetu hawa viongozi wetu wa Kiafrika sana sana, wenyewe wanachofikiria, yani wanafikiria tu ni lini watajiongezea muda wao wa kukaa madarakani, badala ya kufikiria ni kwa namna gani watayalinda mataifa yao dhidi ya uvamizi ambao sasa hivi umeenea katika maeneo mbalimbali duniani, uvamizi ambao unahusu muendelezo wa teknolojia. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.